yaani kumjua Mwokozi aliye hai bila kwenda kuwafundisha watu wengine ni sawasawa na bure. Yaani kumjua Mwokozi aliye hai halafu ukabaki vile vile na maisha ya thamani, maisha ya dhambi, maisha ya kutokutii maagizo ya Mungu, maisha ya kuwadharau wengine, yaani ni sawasawa na bure. Hivyo amua katika siku hii ya leo, unapomjua Mwokozi ubadilike, uishi katika maisha yaliyo matakatifu. Biblia inasema, maana imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Tafasiri yake ni kwamba wale wanaomjua Mwokozi aliye hai wanapewa uwezo wa kubadilishwa na kuwa wana na binti za Mungu. Wito wa Yesu hauishi tu ndani ya kanisa, pia unaenda hata kwa watu wa mataifa. Enyi watu wa mataifa, wewe ambaye haujamkiri Yesu kuwa Mwokozi wa maisha yako, wewe ambaye haujaukubali wokovu wa huyu Mwokozi aliye hai, wito wake katika siku hii ya leo ni kwamba mpe Yesu maisha yako ili yeye ayabadilishe maisha yako. Yaani wito wake ni kwamba utoke katika maisha ya udangaji, uje katika zizi lake, uje katika hekalu lake, yeye atakubadilisha. Yaani Yesu hataki ujibadilishe ndo uje. Ajenda yake ni kwamba wewe njoo hivyo ulivyo na dhambi zako, halafu yeye atakupa ushindi wa kushinda dhambi. Wito wa Yesu katika siku hii ya leo kwa watu wa mataifa, wito wa Yesu wa Mwokozi aliye hai kwa watu wa mataifa katika siku hii ya leo, wale wanaoishi katika maisha ya uraibu wa madawa ya kulevya, huyu Mwokozi ameshakwisha kuwaweka huru. Wale ambao mnaishi katika maisha ya udangaji, huyu Mwokozi ameshakwisha kuwaweka huru. Wale ambao mnaishi katika maisha ya wizi na ujambazi, Yesu Kristo Mwokozi aliye hai ameshakwisha kuwaweka huru. Wale ambao mnaishi katika maisha ya uuaji wa watu, kutoa uhai wa maisha ya wengine, Yesu Kristo ameshakushindia, na wito wake ni kwamba